Kabla ya taarifa hizi za ndani, naomba ikiwa wewe ni mgeni ama hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapo chini mwa kanda, iponyeze kama njia moja ya kuunga mkono kazi ambayo tunaifanya. Sasa habari ndio hii. Jeshi hapa Tanzania limeonekana kumgeukia rais wa sasa Samia Suluhu Hassan na kumsukuma hadi kwa akona. Kivipi? Kuna mwanaharakati mmoja hapa Tanzania ambaye anaitwa Maria Sarungi. Ameenda katika mtandao wake wa kijamii na kuchapisha habari vile ameweza kupokezwa habari kutoka jeshini ama kambi la jeshi ambalo limeonekana kumgeukia rais Samia Suluhu Hassan. Maria Sarungi ameenda kwa mtandao wake wa kijamii akaandika hivi: jamani, nikiwaambia tutaelewana tu, muwe mnanielewa. Leo wanajeshi wanalia kwa kukosa huduma bora ya afya, maana serikali imeshindwa kuwalipia Muhimbili. Nchi inazama, maana kila mtu anasubiri sisi wachache tuwasemee. Msiposimama na kuhesabiwa, hakuna wa kuja kutukomboa. Jameni kwenye haki. Sasa Maria Sarungi akaweka ujumbe ambao alitumiwa na jeshi, ambalo sasa limegeukia Samia Suluhu Hassan na kuanika serikali kwa kile ambacho wanaendelea kufanya dhidi ya jeshi. Sasa ujumbe ndio huu kwa hapo chini, ameandika ya kwamba habari dada, yani ni ujumbe ambao aliweza kuandikiwa na jeshi. Jeshi hawa wamegeukia Samia Suluhu Hassan na kuanika vile wanafanyiwa madhambi wakiendelea na kazi ya jeshi. Habari dada Maria, kuna kilio jeshini huku kuhusu swala la matibabu. Muhimbili imekataa kuwahudumia wanajeshi sababu ya deni limekithiri Muhimbili. Kwa sasa wanalidai jeshi zaidi ya bilioni 20. Yaani kinachotokea sasa hivi kama Lugalo wameshindwa, wewe jiandae kufa, hawawezi kukupeleka Muhimbili. Kuna rundo kubwa sana la wagonjwa wapo Lugalo wanateseka. Cha ajabu, kila mwezi wanajeshi wanakatwa mishahara yao kwa ajili ya kulipa ama kulipia bima. Kwa kiufupi, serikali ya huyu mama imeyatekeleza kwa kweli. Tunaisoma nambari wote. Kwa mujibu wa sheria, serikali inatakiwa igharamia matibabu yote ya wanajeshi. Mkuu wa tiba jeshi akishirikiana na viongozi wengine wamekuwa wakitafuta mfuko wa bima ya afya ya jeshi kiasi kwamba huduma zimekuwa mbovu sana. Sasa huyu ambaye aliweza kumwandikia Maria Sarungi vile amejieleza hapo ni mmoja wa jeshi. Anadai ya kwamba wamegeukia Samia Suluhu Hassan na kuanika uovu ambao serikali yake inafanyia jeshi, kwa kusema ya kwamba wengi wameumia, wengi wanakatwa mishahara ili kulipia bima ya afya. Lakini sasa hivi Muhimbili hamna yeyote ambaye analipa madeni. Watu wakiwanjeka kama ni jeshi, Mungu tu akusaidia ama ukufe, kwa sababu huwezi kupokezwa matibabu kwa sababu kuna deni bilioni 20 bado kulipo kufikia sasa. Sasa tunajiuliza, jeshi wanafanya kazi, jeshi wanakatwa mishahara, mbona hizi hela hazilipwi kwa bima ya afya? Zinaenda wapi? Sasa ni swali ambalo hatulijui. Hivi majuzi mliona Samia Suluhu Hassan akisema ya kwamba taasisi zile ambazo zinasimamiwa na maafisa wa serikali na zinaonekana kuwa zinahusika katika ufisadi waweze kutangazwa majina yao kama ishara ama njia moja ya kuwaipisha wale ambao wanahusika katika ufisadi, jambo ambalo halina msingi wowote, kwa sababu mataifa mengine ukihusika ama ukipatikana na kosa la ufisadi ni kunyongwa, lakini hapa Tanzania ukipatikana na umeiba hela za umma
unaibishwa tu kwa kusemwa jina na hamna hatua yoyote ambayo inachukuliwa. Bora tu uharibu jina lakini uwe na hela mfukoni. Sasa hayo ndio yanaendelea hapa Tanzania. Uongozi wa Samia Suluhu Hassan hauonekani unakotoka, uko wapi na unaelekea wapi, kwa sababu yeye mwenyewe aliweza kujichagua kuwa kiongozi, ndio maana anafanyia hata jeshi madhambi. Unajua jeshi ndio walinda nchi na yeye ni amri jeshi na anawafanyia madhambi. Wakigeuka kabisa waseme sasa hatufanye kazi, atakaa hiyo Ikulu, itakuwa ngumu sana, kwa sababu kazi yao ni kuweka usalama. Ni vile tu kiapo kile ambacho kina wazingira ama kinawazuia hawezi kutekeleza maovu, lakini lazima wanalia, wanaandikia wanaharakati yale ambayo wanaendelea kuyapitia katika taifa la Tanzania kufikia sasa. Kwa hivyo wamegeuka kabisa na kuanika uovu ambao unafanyika chini ya uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, sio jeshi peke yake ambao wanateseka, na hata viongozi wale ambao wameshikilia katika nyadhifa mbalimbali wanateseka kufuatia uongozi mbaya ambao mamlakani sasa hivi wa Samia Suluhu Hassan. Huyu Samia Suluhu Hassan analaumiwa kila mahali. Hivi karibuni tuliona akiuza hifadhi ya Ngorongoro. Sasa hivi ukienda pale country code inabadilika, inakuwa ya Kiarabu kwa sababu ameuza shamba ya Wamaasai, hifadhi ya Ngorongoro kuelekea kwa falme za Kiarabu, kumaanisha anataka kuhakikisha kwamba Tanzania imekuwa kama mali na familia yake. Vile anaamua hivyo. Si muliona wakati aliingia mamlakani akamchagua mtoto wake Wanu kuwa mmoja wa wale ambao wanakaa katika baraza la mawaziri, akamweka makamu waziri katika wizara ya elimu. Yule bwana ambaye ameoa huyo Wanu ambaye ni mkwe wa Samia Suluhu Hassan akamchengerwa, akamweka kuwa waziri wa afya. Kisha baadaye mnaona mtoto wake Abdul ndiye anasimamia idara ya usalama hapa Tanzania, na shemeji yake ndiye waziri wa fedha. Yani Samia Suluhu Hassan anaongoza taifa hili kama mali na familia yake. Hamna yeyote ambaye anamrekebisha. Sasa hela zimepotea, watu wanakatwa mishahara lakini hazilipwi kwa bima ya kushughulikia afya za jeshi. Sasa wamekuja kutafuta wanaharakati watafute mbinu ya kuwasaidia na hata mataifa mengine waweze kujua yale ambayo yanaendelea kama njia moja ya kutoa usaidizi kwa hivyo sasa hivi sio jeshi, sio wafanyikazi wa serikali ama wa umma wanapitia changamoto, watu wote kwa ujumla. Ndio maana hata uchumi hauimariki. Uchumi unapitia changamoto za hapa na pale, ingawa wamepandisha kodi, mafuta kupandishwa bei. Hivi majuzi mliona akisema ya kwamba mafuta kule katika taifa lile la Marekani lita moja inauzwa kwa shilingi milioni 20. Yani anazungumza jambo ambalo haliwezi kufanyika katika ardhi ulimwenguni. Kwa hivyo ni kama amekuwa na mchanganyiko kwa kile ambacho anafanya katika uongozi wake. Kufikia hapo naomba kutamatisha hii kanda, tukutane baadaye. Lakini ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.